Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Devota Minja, naomba sasa swali namba 205 lipate majibu. Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Devota Matthew Minja, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama yalivyowahi kujibiwa maswali kadhaa ndani ya bunge lako tukufu kuhusu askari kuboresha makazi, serikali inafahamu kuwa lipo tatizo la baadhi ya askari wa jeshi la magereza na polisi kuishi katika nyumba chakavu zisizokuwa na hadhi. Namuona rafiki yangu hapa anashusha kichwa, ananyanyua. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kukabiliana na tatizo hili, serikali imeendelea na mpango wake wa kuzifanyia ukarabati mkubwa baadhi ya nyumba na kwenye baadhi ya magereza na kujenga nyumba, na vile vile kuendelea kuona mahitaji ya nyumba, na hivi sasa ni nyumba 14,500 wakati zilizopo ni nyumba 4,221. Hivyo kuwepo upungufu wa nyumba 10,279 ambao unalazimisha baadhi ya askari kuishi nje ya kambi za jeshi la magereza. Hata hivyo, kasi ya utekelezaji wa mpango huu umekuwa ni mdogo kutokana na kuathiriwa na ufinyu wa bajeti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa jeshi la polisi, serikali inakusudia kujenga nyumba 4,136 katika mikoa 17 ya Tanzania bara na Zanzibar kama nilivyozungumza kwenye bajeti yetu. Aidha, serikali itaendelea kutatua changamoto ya uhaba wa nyumba kwa kutumia njia mbadala ikiwemo mikopo yenye riba nafuu, miradi shirikishi yani PPP, na kwa kutumia fedha za bajeti ya serikali kadri hali ya uchumi itakavyokuwa ikiimarika. Mkakati huu utakwenda sambamba na mipango. Nirudie tena. Mkakati huu utakwenda sambamba na mipango ya maendeleo ya serikali ikilenga kufikia idadi ya nyumba za makazi kwa askari wote waliopo sasa na watakaoajiriwa baadaye. Mheshimiwa Susan, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, ngaje waziri kajibu kwa pozi kweli kweli, mistari michache tu. Swali la kwanza, anasema kwamba wanaendelea kujenga hivi miaka 51 ya uhuru, upungufu nyumba 10,000. Wapewe miaka mingapi ili wamalize hili tatizo katika nchi yetu? Na kwa nini sasa hii magereza? Kwa sababu nimeshuhudia mwenyewe. Kwa mfano katika wilaya yetu ya Kilombero kuna magereza mawili, Idete na Kiberege. Wafungwa wanaenda kujenga nyumba za watu binafsi. Kwa nini msitumie nguvu kazi ya wafungwa hawa ili kwenda kujenga nyumba, na serikali sasa muongeze hela kule juu kumalizia haya majengo? Hiyo nguvu kazi ya wafungwa walioko magerezani mtafanya nini huo mpango? Katika swala la polisi, yaani kama kuna tatizo kubwa ndani ya mkoa wa Morogoro ni swala la nyumba za polisi, hasa wilaya ya Kilombero ikiwemo na jimbo la Mlimba. Kwanza wilaya ya Kilombero pale Ifakara kulikuwa na majengo ya kituo cha polisi. Mheshimiwa, naomba uulize swali tafadhali. Na zile nyumba zimeuzwa. Ule mwaka naomba swali kwa ufupi. Sasa hivi hawana nyumba kabisa. Je, serikali katika
katika mpango wao una mpango gani wa kujenga nyumba na vituo vya polisi ndani ya wilaya ya Kilombero Ifakara na jimbo la Mlima ambapo wanakaa kwenye vituo vya Tazara? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, huyu ni rafiki yangu sana. Ananiuliza ni wapewe miaka mingapi, yeye ana miaka mingapi? Lakini niseme tu, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeeleza na nimesema na nirudie tena, tunafanya kila linalowezekana tuhakikishe kwamba askari wetu wawe na mahala pazuri pa kukaa. Ndio jibu sahihi. Tunafanya kila linalowezekana askari wetu wawe na mahala pazuri pa kukaa. La pili, nalo ni kwa sababu yeye ni rafiki yangu na mjibu. Mpango gani? Mpango nimeueleza kwenye jibu langu la msingi, na nimhakikishie tu kwamba tutafanya kwa jinsi tulivyoeleza katika mpango wetu kuhakikisha kwamba askari wote wanapata nyumba nzuri na mahala pazuri pa kukaa. Kutokana na muda, tunaendelea na Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano. Mheshimiwa Yahya Omar Masare, mbunge wa Manyoni Magharibi, sasa aulize swali lake. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.